Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025, habari zimeweza kufichuka kuhusiana na jinsi ambavyo aliyekuwa mgombea wa nafasi ya uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, chama cha CCM, Daktari Tulia Ackson leo hii ameweza kuandika taarifa ya kujiuzulu rasmi kutogombea nafasi hiyo ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, Daktari Tulia aliweza kuwa miongoni mwa viongozi waliokuwa mstari wa mbele kutafuta nafasi ya uspika katika serikali ya awamu ya 7, ila leo hii ameweza kuandika barua kujiondoa katika kuwania nafasi hiyo ya spika wa bunge la Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa CCM. Hivi sasa, mtazamaji wangu, kutokana na kile ambacho kinazidi kuanzishwa uchunguzi mkubwa dhidi ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya 6 kwa wakati huo, hivi sasa viongozi wengi wanazidi kuhofia kutohusishwa na yale yote yaliyoweza kukuta vijana Gen Z. Pia mtazamaji wangu, ikumbuke kwamba huyu Daktari Tulia Ackson katika maandamano yaliyoweza kushuhudiwa mapema tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 pamoja ama hadi tarehe 3, mtazamaji wangu, amenusemini nyumba alilokuwa akiishi liliweza kuwashwa moto, hatua ambayo iliweza kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo wengi wa Watanzania ama vijana Gen Z waliokuwa wakiandamana kutofurahishwa naye katika kipindi na wakati akihudumu chini ya serikali ya awamu ya 6. Hii ikidhihirisha wazi kwamba maamuzi ambayo ameweza kuyafanya leo hii ni kutokana na hasira za vijana Gen Z ambayo yaliweza kutishia maisha yake kutokana na hatua ya nyumba, magari na hata baadhi ya mali anazozidi kuzimiliki kuwashwa moto. Mtazamaji wangu, sio kiongozi huyo pekee, bali tuliweza kushuhudia jinsi ambavyo vijana Gen Z hawakuweza kufurahishwa ama kupendezwa kabisa na yeyote yule aliyekuwa akijihusisha na serikali ya awamu ya 6 kwa wakati huo. Hivi sasa, mtazamaji wangu, ikidhihirisha wazi kwamba haitakuwa vyema iwapo utaweza kuhudumia watu ambao hawapo tayari kwa wewe kuwaongoza, ndipo ambapo ameweza kuandika barua hii ya kujiuzulu, jambo ambalo linaonekana kuwa ni pigo kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani kiongozi aliyekuwa akihudumu naye katika serikali ya awamu ya 6 hivi sasa hayupo tayari kuendelea kuhudumu naye katika serikali ya awamu ya 7. Mtazamaji wangu, ningependa tuweze kuangalia hili sawia na kile ambacho alichoweza kukifanya Mheshimiwa Humphrey Polepole baada ya kujiuzulu kama balozi wa Cuba na moja kwa moja kuanzisha kumkosoa na kumpinga Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa leo hii kulingana na kile ambacho kimeweza kuchapishwa na Daktari Tulia Ackson, mtazamaji wangu, haitakuwa jambo la kigeni iwapo tutaweza kuanza kushuhudia kumwona akikosoa na hata kuzungumzia mengi ambayo sio ya kuridhisha dhidi ya serikali ya awamu ya 6. Hii ina maana ya kwamba huenda akaweza kutia nguvu vijana Gen Z ama kusimama na vijana Gen Z. Hivi sasa, mtazamaji wangu, katika Jamhuri ya Tanzania, kipindi na wakati ambapo uchunguzi utaweza kuanzishwa kuhusiana na vifo vya vijana Gen Z, pia utumiaji wa nguvu kupita kiasi sawia na ukiukaji wa haki ama ukiukaji wa demokrasia katika Jamhuri ya Tanzania, viongozi wote wanaozidi kuhusika katika ngazi hizo za juu huenda wakaweza kujipata pabaya, na ndipo ambapo tumeweza kushuhudia Daktari Tulia kujiondoa na mapema kabla ya hatua kama hiyo kumkuta akiwemo chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa inayozidi kuongozwa na chama cha CCM, ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ndiye anayezidi kuongoza serikali hiyo.
Vilevile mtazamaji wangu, pia Watanzania wengi wameweza kutoa maoni yao wakidai ya kwamba huenda hasara alizoweza kuzipata anajutia kuungana na serikali ya awamu ya sita kwa wakati huu, hivyo basi anaona ni vyema kujiondoa na serikali ya awamu ya saba hivi sasa iliyokuwa ikiongozwa ama ikiwa iliyokuwa serikali ya awamu ya sita. Vilevile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, huenda akaweza kuanzisha azma mpya zake za kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani siku zote kurejelea kosa ndiyo kosa. Ila hivi sasa iwapo ataweza kuweka mwelekeo wake wazi kwa yeye kushirikiana na vijana Gen Z ama kutafuta haki kwa wale wote waliokuwa wakiandamana, basi itakuwa ni jambo kubwa na muhimu kabisa, ambapo litaweza kubadilisha hata historia yake kipindi na wakati alipokuwa akihudumu. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii inazidi kuchangia hivi sasa Tanzania wengi kushinikiza baadhi ya viongozi waliokuwa katika serikali ya awamu ya sita na hivi sasa wanaozidi kutarajiwa kuhudumu katika serikali ya awamu ya saba waweze kujiondoa sawia na jinsi ambavyo Daktari Tulia ameweza kujiondoa. Mtazamaji wangu, maoni yako ni yapi? Mtazamaji wangu, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na hatua hii ambayo imeweza kuchukuliwa? Sote tunafahamu kwamba vijana Gen Z wataona juhudi waliokuwa wameweza kuwekeza kwa njia moja ama nyingine zimeweza kuleta manufaa kidogo, ila kwa njia moja ama nyingine anayeonekana kupoteza kutokana na uamuzi huo ulioweza kufanywa ni Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila kwa habari nyingine, leo hii ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 11 mwaka 2025, tumeweza kushuhudia akina Nifa pamoja na baadhi ya vijana wa Gen Z waliweza kukamatwa kabla ya maandamano na baada ya maandamano, wakiwa wameweza kufikishwa katika mahakama kuu ili kufunguliwa mashtaka, na mwisho siku maamuzi yatakayoamuliwa na mahakama kutakuwa na hatua kali itaweza kuchukuliwa dhidi yao. Ila mtazamaji wangu, wewe hapo nifahamisha maoni yako kuhusiana na hatua iliyoweza kufanywa kwa kukamatwa kwa yeyote yule aliyekuwa akiandamana ama kukosoa serikali ya awamu ya sita, hivi sasa ikiwa serikali ya awamu ya saba. Na je, vipi kuhusiana na vijana Gen Z, idadi kubwa walioweza kuaga dunia? Je, hawakustahili kukamatwa na wao ili uchunguzi uweze kufanyika na sio kauli kama aliyoweza kuzungumza Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya kwamba waliokuwa wakiandamana sio wa Jamhuri ya Tanzania bali kutoka katika taifa jirani? Vilevile jambo ambalo jamaa wa karibu waliopoteza wapendwa wao wameweza kukashifu na kudai ya kwamba wengi walioweza kuaga dunia katika maandamano ya kupinga uongozi wa serikali ya awamu ya sita waliweza kuwa Watanzania halali. Mtazamaji wangu, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.